na baadhi ya wenzenu, na kuna kitu nimegundua. Tunasema imani, yani mtu ukishaamini kitu fulani inakuwa ngumu kule kitu kukiondosha, inakuwa is very dangerous. Sasa anaweza akakiacha kile kitu, lakini imani yake ikawa 50-50, ikawa still bado kule ile sehemu anaamini, au kule akaacha akakamata sehemu nyingine, lakini sehemu nyingine roho yake ipo nusu. Na jambo lolote ili ufanikiwe, basi jambo la kwanza lile jambo uliamini, jambo lolote lile. Mfano unaenda kushindana kwenye game, ukiamini utashinda, basi elewa utashinda. For example, tuangalie hapa scenario for example ya Simba ikiwa wanaamini wanafika nusu finali, ikiwa wanaamini yani watafika finali, ikiwa ndani ya nafsi zao, yani hii inamaanisha kuwa wachezaji na viongozi, nikisema wale makocha pamoja na viongozi wao, mentality yao ikiwa wanaamini wao watacheza finali, it mean that basi watafika finali. Yani hakuna mjanja, hakuna kitu kingine chochote isipokuwa ni imani. Waangalia wa Afrika wingi tumeishia kombe la dunia for example robo finali, timu ikifika robo finali kuvuka ilikuwa ngumu mpaka ilipokuja kuvuka Morocco, kwa sababu watu walikuwa wanaona sisi mwisho wetu ni robo finali, na Morocco kafanikiwa kufika nusu finali, akaona mimi tayari nishavunja rekodi ya Waafrika wote. Maana yake ile mentality yake alikuwa anataka kuvunja rekodi ya Waafrika yote afike nusu finali. Hili ndio lilikuwa ni imani yake, na lile tu ndio likamsababishia ashindwe kufika finali. Sasa jambo lolote ukiliamini unatakiwa uliamini mazima. So kupitia muktasari huu nilikuwa nataka, nadhani humu walio wingi washatumia dawa za hospitali wingi, nilikuwa nataka kujua leo, yani kipi kilichowashawishi kutumia dawa, na je bado wanatumia, na aliyeacha kipi kilichomshawishi aache hiyo dawa. Kwa sababu huenda wengine wamo humu lakini wana imani kuhusiana na tunasema kuwa mimi siwezi kupona sukari au siwezi kumanage sukari yangu bila kutumia metformin, bila kutumia sindano, bila kutumia lolote. Sasa kama unatumia, sema natumia dawa na bado sijaacha, na sijaacha kwa sababu kadha wa kadha wa kadha. Kama hutumii, sema situmii, na kama uliwahi kutumia, sema niliwahi kutumia na niliacha kwa sababu kadha wa kadha wa kadha. Hili jambo hili litawasaidia wingi humu ndani. So leo nataka tuanze kwa mmoja badala ya mwingine, lakini napendelea nianze na wageni kwa sababu wenyeji washaongea sana humu. So tunahitaji kuona mambo mapya kutoka kwa wengine. Na tunaanza na Zalika Selemani, naomba ufungue mic yako. Kufungua mic, angalia kioo chako cha simu, chini kabisa utaona mic. Good. Karibu Zalika. Asante, habari za jioni. Nzuri, habari za kwako? Salama, Umeshindaje leo hii? namshukuru Mungu nimeshinda salama. Alhamdulillah. Kwanza Zalika, nahitaji kujua umri wako na miaka mingapi? Na miaka 52. 52. Umeugua kisukari uko na umri gani? Umegundua kama una kisukari? Niligundua kisukari miaka 3 iliyopita. Miaka ile 3 iliyopita. Unatumia dawa? Kwa kweli dawa kuna kipindi nilikuwa natumia. Na ninatumia yani kama siku 2 naweza nikatumia dawa. Hapo nikipima sukari hiyo imekaa sawa, basi naacha. Na siku nikiona sukari imepanda sana ndio natumia dawa. Kesho yake siendelee na hizo dawa. Sababu nasema mimi sitaki kuwa mtumwa wa kutumia dawa. Okay. Haya, na kinachokufanya utumie dawa ni kitu gani? Maana yake unatumia unaacha. Kinachokufanya utumie dawa ni kitu gani? Kinachonifanya nisitumie dawa. Utumie. Si unatumia unaacha, nataka hichi kinachokufanya utumie kwanza. Kinachofanya nitumie ni kwamba ninapoona sukari imepanda ndio natumia. Okay. Lakini nikiona sukari imekaa sawa, basi naacha zile dawa.
Sukari ili ikae sawa inatakiwa iwe ngapi? Kwa upande wako wewe, yani kinachokufanya uache dawa, sukari yako mpaka iwe sawa inakuwa ngapi? Ninavyojua sukari ni 6. Ni 6. Mm. Wonderful. Thank you. So unapotumia dawa sukari inakuwa ngapi? Ndio inakushawishi utumie dawa. Kama mfano kama kwa juzi ilipanda sukari ikafika 12, nikatumia sukari, lakini siku hiyo nilishinda bila kula, nikaja kula saa 11 nikala. Sasa nahisi sijui nilipitiliza, hata sielewi, ila nakuja kukuta kwenye saa 5 hivi saa 6 nikapima sukari kwa 15. Basi nikameza dawa. Nimemeza dawa, asubuhi yake nikakuta sukari iko 7. Nikaendelea siku hiyo tena sikula mchana. Asubuhi nikaja kula mchana, nikala ndizi 2, nikala na kipande cha samaki na maharage kidogo. Jioni nikala samaki na mboga za majani na maharage kidogo, halafu nikameza dawa. Asubuhi yake nilivyopima nikakuta sukari ipo 3.8. Yaani niliamka natetemeka, asubuhi ni njaa, nilikuwa natetemeka vibaya mno, nitafuta chakula upesi nikala. Sasa ndio nikakaa sawa, lakini baadaye kwenye saa 2 ninakuja kupima sukari, nikakutwa na sukari iko 6.8. Nikasema sasa hapa saa 2 kitu kingine tena mpaka nisubiri jioni. Mimi ninavyofahamu, mimi baada ya kuingia kwenye hili grupu nisimame tu kwenye hiki chakula ambacho unasema tuwe tunazingatia, hii lishe ambayo unaisema kwamba tule matunda na vitu vingine hivi ambavyo unavisema kila siku. Labda mimi ndio naona nikifanya hivyo, mimi nahisi sukari yangu itatoka kabisa. Okay, good. Zalika yeye anasema anatumia Zalika yeye anasema upande wake anatumia dawa za sukari, lakini anatumia dawa za sukari mpaka sukari yake ipande, lakini na sukari yake ikishuka kikaa level ambao around 6 anaacha kutumia zile dawa za sukari. Asante dadangu Zalika kwa kushare na sisi jinsi unapopambana na vipi jinsi unapotumia dawa. So sitaongea lolote kuhusiana na hili, nataka nimpe nafasi mtu mwingine aje atuambie yeye anatumia dawa vipi. Naomba kidogo dokta, naomba niulize. Nasumbuliwa sana na mguu kwenye kisigino, kama vile nina kidonda lakini sina kidonda. Hii nayo inaweza ikawa ni sukari? Unasumbuliwa na kisigino? Haya, usitoke mpaka mwisho wa live ili baadaye nitatoa sehemu ya maswali utauliza ile swali lako. Sawa. Kwa sababu sitaki tuende nje ya mada. Asante. Twende kwa Will Mbwambo. Will Mbwambo. Sijui jina ninavyolitamka ni sahihi. Will Mbwambo, unafungua mic yako tafadhali. Will Mbambo. Will Mbambo pengine anahangaika kufungua mic. Mic katika kioo chako chini kabisa kuna mic. Kwa maana kuna mic, kuna kamera, kuna mkono. Kwa maana ukigusa kama mic basi inafunguka automatic. Huna haja kutumia nguvu. Twende kwa Stella Ngwasa. Stella Ngwasa, naomba fungua mic yako. Jitahidi hata kama sijakutaja, chokora hicho kimaiki kimkono, kichokora limradi mpaka uweze. Usisubirie kutajwa. Ukiwa ni mgeni kama umefungua mic yako na kupa nafasi uongee. Stella Ngwasa, tafadhali kama mgeni jitahidi uweze kuongea. Stella Ngwasa. Rehema Khamis, naomba fungua mic yako tafadhali. Rehema Khamis. Priska Bunge, naomba fungua mic yako. Hawa wote hawawezi kufungua mic au mazingira hayawaruhusu au wanaona haya kuongea. Nenda tu pale sabuni hapa.
Hello. Hello? Naam kaka, za jioni. Nzuri za kwako wewe dadangu Priska? Salama, umeshindaje? Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu nimeshinda vizuri, sijui wewe. Jambo la kumshukuru Mungu kweli. Alhamdulillah. Tuambie upande wako, mambo yakoje? Kwanza una umri wa miaka mingapi? Kwa jina naitwa Priska Daniel Bunge na umri wa miaka 25. Okay. Una tatizo la kisukari? Yes. Una aina gani ya sukari? Type 1 au type 2? Sijapima yani. Nimeenda kupima, yani nilipoenda kupima sikuuliza ni type gani, type 1 ama type 2. Hilo ndo kosa langu. Umegundulikana lini kama una sukari? Mwaka jana mwezi wa 7 tarehe 16. Unatumia dawa gani? Mwanzo nilipoambiwa hiyo shida nilishtuka kweli. Baada ya kushtuka nikaa najiuliza nimepataje huu ugonjwa. Nikajaribu kuuliza kwenye familia yangu, labda kama kuna mtu yoyote alikuwa na hiyo shida, ila nilichojibiwa ni kwamba hamna mtu yoyote. Nikajaribu kuulizia kote, nikaambiwa hamna mwenye hiyo shida. Basi baada ya hapo ilikuwa sukari nilipoenda kupima ilikuwa 16 mara ya kwanza. Nimeambiwa nipumzike nyumbani, nipunguze baadhi ya vyakula ambavyo nilikuwa nakula na vinywaji, nikapunguza. Baada ya kupunguza, Hello, nakusikia. Baada ya kupunguza nikaambiwa baada ya wiki moja nirudi nikapime tena. Baada ya wiki moja nilipoenda kupima tena nikakutwa na 24. Okay. Baada ya hapo, pamoja na kwamba nilikuwa Priska, umefunga mic yako. Fungua mic yako tafadhali. Sorry, nilijifunga. Baada ya kugundulika 24 mwili wakawa haujisikii vizuri, nikakaa siku moja. Siku ya pili nikarudi tena hospitali sehemu nyingine, nikaambiwa na 29. Unanielewa eh? Yeah, nakusikia. Sijajua wewe uko sehemu gani. Mimi nipo Dar es Salaam. Mimi nipo Zanzibar, lakini does not care. Tuendelee. Haina shida, utakuwa unaelewa ninachotaka kuambia. Yeah. Basi nikaambiwa niende kwenye maduka ya asili ninunue simbi. Nadhani unazijua. Simbi nazijua. Niliponunua hizo simbi nikaambiwa niweke vile visimbi vile 4 kwenye chupa, afu nikamue malimao, nihakikishe yale maji yamepatikana nusu lita. Ndiyo. Nikatumia, nimejitahidi, nimetumia ikawa kidogo imeshuka. Ndiyo. Nikaendelea ikawa imefika 15. Ilipofika 15 mtu akaniambia, nilivyoenda hospitalini wakaniambia tu inabidi uanze dawa za hospitali. Ilikuwa mwezi wa 12 mwaka jana. Nilivyoanza dawa za hospitali nikameza kama siku 4, nikaacha. Sikuendelea tena kutumia dawa yoyote ya hospitali. Dawa zozote zile nikaacha kabisa kutumia dawa yoyote. Ila ninabagua baadhi ya vyakula. Nimeendelea kula hivyo. Nikaona haishuki tena, ikawa imetulia kwenye 16. Nikapata dharura, nikaenda mkoani. Mimi ni mtu wa Manyara. Nilivyokuja kwenda kule nikakaa wiki moja. Nakusikia, tuendelee. Nikakaa wiki moja. Nilivyokaa wiki moja kule nikaenda hospitali ikawa imeshuka. Sasa nikawa najiuliza shida ni ile sehemu, shida ni nini? Kwa sababu mpaka kule nyumbani nikawa nakula vyakula vyote hadi vile ambavyo niliambiwa nisile, ila nikala.
baada ya hapo ikawa imeshuka mpaka 11 Aha. na ni kwamba ninakula vyakula vyote. Nikawa narudi huku Dar es Salaam, ilikuwa Januari Aha. kwenye tarehe 10 na ngapi, na tarehe 10 nikawa narudi sasa Dar es Salaam. Nikasema ngoja leo nikapime, nikaenda kupima ikawa 8. Ile tu nimefika Dar es Salaam nikasema labda ni hali ya hewa ya mazingira ya Dar es Salaam na ya kule yanatofautiana. Nikaenda hospitali siku ya tarehe 11 nikaenda kupima. Nilipoenda kupima nikaambiwa nina 15 tena. Kwa hiyo kuanzia hapo mimi sijawahi kutumia dawa yoyote ile ya hospitali wala mti wowote ule, yani ikaa hivyo nimeacha. Sasa Na kama wiki moja imepita sasa, hapa nyuma nilienda kupima nikaambiwa nina 13. Kwa 13 naona imetulia hapo muda mrefu toka ile siku nilipopima 16, nikakaa nyumbani wiki moja tena, kama wiki moja na nusu kama sikosei, nikaenda kupima ikawa 13. 13 hiyo ndo natembeaga nayo sasa, ndo kama hivyo wiki moja nyuma nikaenda kupima nikawa na 13. okay, Hadi good. leo sijarudia tena kupima. Good. Kuhusu kesi yako tutaiongelea siku nyingine, kuwa je, mkoani au Dar es Salaam ndio sababu upate wewe sukari au mikoani inakuwaje inashuka? Hii ni kesi nyingine tutaiongelea kesho Mwenyezi Mungu akipenda. Lakini reason yawe kutumia dawa ni nini? Ilivyokuwa imepanda 29. Okay, na sababu ya kuacha wewe dawa ni nini? Nilielekezwa na watu tu wakaniambia hiyo dawa haitakiwi tena utumie dawa za hospitali, maana zitakuwa kama hiyo issue haitohusiana na swala la kwenye damu ya familia, maana yake hiyo ni njia nyingine, yani ni namna nyingine binadamu ametumia. Nadhani utakuwa umenielewa mpaka hapa. Okay, yani hapo wanakupa imani belief. Yani wanakuambia kwa kuna mkono wa mtu. Ndio. Okay. Kwanza kuhusu la imani belief, maana nataka leo Yes. ukilala leo alisha kuondoka. Kipimo chochote ukienda hospitali ikadetect kuna tatizo, basi ondoa imani za kishirikina, ondoa zote hizo. Sawa. Umeenda hospitali imedetect kuna tatizo, maana hilo tatizo lipo, shughulikia tatizo. Asije mtu nyuma ya pazia ama pembezoni akakwambia hii kuna mkono wa mtu, huyo mtu atakuua. Ndio. Si umeifahamu hii point nilivyokusudia? Nimekuelewa. Vifaa vya hospitali vimedetect kuna tatizo, it mean that kuna tatizo, dili na madaktari wanakukwambia. So kwa vile umeingia humu, nadhani utapata mengi, utajifunza. Kesi kama yako tutakuja kuiongelea kesho kwa kina. Please kesho ingia live, nitakupa dakika 5 za mwanzo uongelee mukhtasar, halafu ili tujue vipi tulichambue na akili yako iwe safi. Nadhani umenifahamu. Kwa sababu labda nikupe swali moja. Mfano tuseme kuna mkono wa mtu, wote uondoa vipi huo mkono? Sijajua. Sasa kwa vile hujajua kwa kuondoa, achana nao. Dili na hospitali ilivyokuambia kuna tatizo, dili na tatizo. Ukishughulikia mkono wa mtu utakufa na tatizo litaendelea kukuua. Nadhani umenifahamu, kwa sababu sio mkono wa mtu huo. Labda mimi nikuulize, vyakula vyako ulivyokuwa unapenda kula ni vipi? Mimi ugali sana napenda kula na makande sana. Na makande. Kinywaji ulikuwa unapenda kunywa kinywaji gani? Soda. Huyu mkono wa mtu uliokuepo hapo ni huo uloutaja sasa. Mosikia, hebu utaje tena huo mkono. Soda. Utaje tena. Soda. Ndo mkono wa mtu uliokuepo kwako. Mtu asije kwambia umerogwa, ukaanza kumchukia bibi yako na shangazi yako. Okay. Tunaenda kwa mwingine. Haya, Fadhila kafungua mic. Dadangu Prince naomba ufunge mic yako tudili na Fadhila. Fadhila, karibu. Asante sana dokta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako? Alhamdulillah salama. Umeshindaje leo hii? Alhamdulillah. Alhamdulillah, nami nimeshinda salama. Karibu katika live yetu, tuambie umri wako na tuambie unatumia dawa gani za hospitali na kwa nini ulitumia, na kama hutumii tuambie kwa nini hutumii, na kama uliacha tuambie kwa nini uliacha. Karibu.
Asante sana dokta. Mimi nina miaka 44. Nilikuwa natumia metformin, lakini tangu nimeanza programu yako nimeacha tu dawa. Wonderful. Hongera sana. Yes, kwa sababu nina imani ya kupona. Kwa hiyo nimesema Mashallah. ninaacha na nitapambana nipone. Alhamdulillah. Mwenyezi Mungu akusimamie. Allahumma amina ya rabbi. Kwa nini umeacha Konde. kwanza, kwa nini uliitumia dawa? Nilitumia dawa kwa sababu nilipewa kipindi cha kuitumia ili kwamba sukari ishuke na dawa, na pia inisaidie kupunguza mwili. Okay, sukari yako ilikuwa ngapi mpaka ukaamuliwa kupewa dawa? Mara ya kwanza ilikuwa ni kwenye 18. Okay, umetumia Nikaanza kufanya aha. nikawa nafanya follow up, nafanya vipimo kwa muda mpaka nilivyoamriwa kwamba nianze sasa kumeza dawa, ikawa haishuki. Ikishuka ni mara chache sana, inafika mpaka 6, lakini ikirudi inarudi tena kule kule juu. Okay, good. Inashuka 6 inarudi juu. Then ukaamua kuacha dawa. Kwa nini umeamua kuacha dawa? Kweli kuacha dawa nimeacha baada ya kujiunga na programu yako hii, na nimejiambia mwenyewe kwamba nitapona. So nikasema na dawa ninaacha. Tangu ulipoacha dawa matokeo yako yakoje? Alhamdulillah, nimepima tangu nimeanza kupima, nashukuru inaenda ikishuka. Ni juzi tu ilipanda kidogo kutoka kwenye 9 ilikuwa 9 na pointi ikapanda mpaka 10, lakini leo tena nimepima, alhamdulillah ilikuwa 8.8. 8.4. Kwanza ulipoacha dawa, Yes. siku ya mwisho kutumia dawa ukapima sukari ilikuwa ngapi? Ni mpaka niangalie niliko register nilikuandika. Okay. Lakini ilikuwa ni kwenye 11 kama sikosei. 11. Kwa maana ulipoacha dawa ikashuka. Ikashuka kwa sababu nimeacha vyakula vyote vya wanga na sukari, yani hata ya matunda yenyewe sigusi. Okay, na sukari yako leo umesema iko ngapi? Leo iko 8.8. Congratulations. Jambo gani lililokushawishi katika program zetu mpaka ukawa na imani ya kuwa wewe utapona, au ukawa na imani naacha dawa sasa? Jambo gani? Kwanza nimesikiliza zile clip zako ambazo ulikuwa ukitutumia kwenye grupu. Nikaongea na nafsi yangu, nikaona kweli ninapona, yani ninaweza kupona kwa vile tu elimu ambayo ulikuwa unatupatia. Kwanza ile kujitambua, kuelewa ni kwa nini tunaumwa sukari na ni vitu gani ambavyo tukiacha kula itatusaidia kupona sukari. Kwa hiyo nikasema kumbe inawezekana kwa kutokula tu baadhi ya vitu nikashusha sukari yangu na badala ya dawa. Kwa hiyo nikasema tu niachane na hizo dawa. Wonderful. Hongera sana dadangu Fadhila kwa imani hiyo, na Mwenyezi Mungu ajalie litimie hili. Mwenyezi Mungu ajalie sukari iondoke ndani ya mwili wako. Amina, amina. Mfano nikikupa utoe ushauri wowote ule, utatushauri nini kwa sisi ambao tunasumbuliwa na sukari? Kwanza nawashauri pamoja na mimi mwenyewe, yaani kwamba nawahusia pamoja na mimi mwenyewe. Kwanza kikubwa sana tuwe na nidhamu ya chakula, kwa sababu shida yote ya sukari mimi naamini inatokana na chakula. Yeah. Yes, na kingine mazoezi japo kidogo tu yanasaidia kufanya ile sukari iliyojihifadhi kwenye mwili itumike. Okay, good. Mashallah. Kwa hiyo tuzingatie vitu viwili, nidhamu ya kula na mazoezi. Asante sana dada yangu Fadhila kwa ushauri wako mzuri na sababu za kutuambia kwa nini umetumia dawa na kwa nini umeacha dawa. Nadhani tulio wengi tunajifunza kutoka kwako na tutaendelea kujifunza kwa wengine tutakawapa nafasi. Asante sana. Inshallah, shukran sana dokta. Asante. Nadhani nimkaribishe dada yangu Grace. Grace, wallahi nimemiss kusikia sauti yako. Karibu. Hivi Grace niko peke yangu. Habari za jioni. Nzuri, jina lako la kipekee. Sawa. Nzuri. Vipi na wewe unaendeleaje? Mimi nashukuru. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Unashangaa Grace, mbona mitani yamo mingi lakini umo peke yako? Basi mimi nashukuru, mimi umri wangu ni miaka 52.
nimegundulika nina sukari kama miaka 12 iliyopita. Okay. Huko nyuma nilitumia dawa nikaacha, nikatumia, nikaacha, alafu then nikaanza kutumia dawa mfululizo mpaka nilipokutana na wewe. Okay. Yaani hata sielewi tu ni kitu gani, nikaona kama nimeshapona sukari, yaani nikapata matumaini makubwa. Tarehe 19 Disemba ndo siku niliacha dawa rasmi za hospitali na Mashallah. sijawahi kurudia tena dawa. Wonderful. Kuna siku naamka, yaani nikikuta sukari imepanda wala sijisikii hofu. Naanza kujiuliza, hivi nimekosea wapi? Naanza kurecall, jana nilikula nini? Hivi ni nini? Aha, lazima nitakuwa nilikosea hapa. Nakuta napambana, yaani napambana na vile vyakula. Lakini wazo la kuniambia kwamba sukari imepanda, sasa ngoja ninywe sijui dawa ni regulate kwanza, hapana. Sijawahi kufanya hivyo. Kwa mfano leo nimeamka, nimepima sukari. Sukari yangu iko 5 point something kuanzia juzi. Leo nimeamka asubuhi, nikapima sukari, nikaikuta iko 13 point. Nikasema hapana, hii mashine ina shida. Nikarudia kupima. Asubuhi hiyo, Ndio. nikarudia kupima. Nilivyorudia kupima, ilikuwa 13.1. Nilivyorudia kupima, nikapata 22.2. Nikarudia kupima tena, nikapata 21.3. Unajua nilisemaje? Bwana, labda ni mastress na nini, ngoja. Kitu cha kwanza nilivyoamka, baada ya kutoka nikavaa, nikamaliza naenda kazini, nikabeba kokomanga langu, nikatia kwenye pochi, nikaondoka. Wala sikuambia watoto wala nilikuwa wameniandalia vya kuandaa kama kawaida. Nimefika kazini sijala. Ndio. Sijala vile vitu nilivyoandaliwa. Nikachukua kikombe changu, nikakoroga mwani, nikanywa kikombe kimoja. Mpaka mchana ule kwenye saa 8 nikala ndizi kama 2 za kuchemsha. Lakini kwenye mindset yangu nimetengeneza kwamba jana kuna kitu kidogo kilinikera, nikawa yaani hicho ndo kitu mimi nilichoweka kichwani. Lakini kusema labda moyo umeshtuka kusema mbona sukari imeenda 20, imeenda sijui ngapi, sijapata huo mshtuko kabisa. Na niko vizuri, niko comfortable. Hapa plani yangu ni kupima tena sukari kesho asubuhi na ninaamini nitaikuta imeshuka. Inshallah. Yaani nimekuwa na imani kubwa sana kwenye sukari kuanzia nimeanza hii program. Okay. Kuna kitu unasema kilikuwepo akilini mpaka ukalala nacho ambacho kilidisturb akili yako. Je, leo utalala nacho au tayari kisha akili yako ishasafika? Shafuta mimi, nishafuta, ni mambo tu ya kifamilia na grupu nika left na nini nikatupa huko nikaachana nayo hiyo mambo. Okay, shukrani. Nimetoka kabisa kwa sababu nimeona hilo grupu pia linanikaraisha nafsi yangu. Ndio. Nika left kwenye hilo grupu. Kwa hiyo mimi niko free. Hapa nilipo niko safi kabisa. Naamini kesho nikiamka sukari yangu itakuwa tofauti kabisa. Okay, Kwa wonderful. hiyo kitu kikubwa nilichokiweka, najitahidi sana kujiepusha na vitu ambavyo ambavyo unaviona vinaninyima amani ya moyo. Kwa sababu nimegundua pia hata nikifanya vizuri kwenye chakula, alafu nikajistress na mambo fulani, najikuta sukari inabadilika, inanisumbua tena. Yeah, sahihi kabisa. Hapa dada yetu Grace kaongea point. Maana yake tulio wingi tunafikiria kuwa vyakula peke yake ndo vinapopandisha sukari. Amba ni labda niseme kitu, watu wengi hawajui lengo la hii live za kila siku. Lengo la live za kila siku, tunataka kupona akili. Tunataka mindset yetu iwe safi, isikwazwe. Kama mtu uko umechafuana mchana wapi saa ngapi umechafuana, lakini ukija hapa live usiku tunahitaji ulale vizuri. Ndio lengo la hii live. Kwa sababu ikiwa kuna mambo yanakera katika nafsi yako, ikiwa unalala lakini unafyonya, mtu kakukera, unalala mtu mmegombana naye, ama kuna jambo tu limekaa ndani ya nafsi yako, maana yake elewa, hata kama huna sukari basi sukari yako lazima itapanda. Usingizi lazima utaruka. Hata kama huna ugonjwa wa usingizi, moyo lazima utapiga.
Kwa maana hiyo sasa, ili usingizi upate usingizi mzuri, maana yake tumejitahidi kadri tulivyoweza tuweze kumtibu kila mmoja wetu anahitaji tiba yetu ya akili, mawazo, stress, na mtu aweze kujiamini. Unalala unajiamini, unalala unasema mimi naweza, unalala unasema mimi napona sukari. Kwa nini usipone sukari? So dada yetu Grace hapa kadazidi kutufungua macho kuwa sio chakula tu kinachopandisha sukari. Maana yake wapo watu ambao sukari yake pengine inasoma 4 alafu ghafla imekuja kusoma 7, anashangaa mbona sukari yangu imesoma 7? After that inaendelea kuzidi. Kwa nini sukari yangu imezidi? Kumbe hajui kuwa mindset ikiharibika, ama ukiwa na mawazo, ama ukiwa na maswali mengi ndani ya akili yako, basi elewa kila maswali yakiwa mengi na sukari inaendelea kupanda. Na sukari inaendelea kupanda. Nadhani walio wingi hili ni shuhuda. Hata dada yetu Bakash kuna siku wanasema alipima sukari, alifanya kizunguzungu, alikuwa anainama na kukota baadhi ya vitu, ikampelekea kuona kizunguzungu, akaanguka, akasema huenda sukari yangu ni ndogo. Kupima expect kwa sukari yake pengine itakuwa 4 au chini ya 4, hatimaye akapata 7, likamshtua. Kupima tena 9, ikaendelea kumshtua. Kupima tena 12, ikaendelea kumshtua. Maana kwa kila ukishtuka jua sukari inapanda mpaka itafika 30. Kwa maana jambo ukiwa na stress unaona umepima alafu moyo unapiga, usipime, endelea na shughuli zako. Asante dadangu Grace kwa kutufungua macho kwa hili, nadhani tumejifunza mengi kutoka kwako, na Mwenyezi Mungu atajalia kukupa uzima na afya tele tele. Amina. Asante, nadhani nende kwa dada yetu mwingine Ramla. Jamani wale wenyeji leo watatusame. Ramla karibu. Mada yetu ya leo Ramla, kama hujaifahamu, kwa nini unatumia dawa za sukari? Na kama hutumii, kwa nini hutumii? Na kama umeacha, kwa nini umeacha? Hapa ni mwendo wa wai tu. Ramla, fungua mic yako tafadhali. Tutafurahi tukisikia sauti yako. Kufungua mic chini kuna vimic, mkono, kuna kamera. Kwa maana ukigusa hicho kimic kimepigwa mstari hivi, kimekatwa hivi kwa mstari. Ukigusa tu hicho sisi tutakusikia. Kama hujaweza kugusa, endelea kupambana mpaka uweze kuigusa. Nadhani nimkaribishe mwingine. Nimkaribishe F Filman. Tafadhali fungua mic yako. Kama hujui kufungua mic, jitahidi kujaribu kufungua mic kabla hujatajwa jina. Karibu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakaangu unaitwa nani? Mimi unanifahamu kwa jina la Salum. Oh, Salum. Hali yako kaka? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Mambo yanaendaje? Mambo bado yameanza taratibu. Lakini kwa sababu nimeanza na imani na nasikiliza hizi shuhuda, ndio ninaamini walikopita wenzangu Mungu nami atanivusha. Haya, umekuwa mvivu wa kutuma ripoti, sababu ni nini? Kwanza nilisahau mashine ofisini. Kwa hiyo nikalazimika, na kwa bahati mbaya leo tena nimeisahau, nikalazimika mpaka nifike ofisini nipime asubuhi ile. Maana mimi wanatoka ofisini, yani kama sasa hivi ndo nimeingia tu kutoka ofisini. Kwa hiyo wanajitahidi kupima mpaka jioni nikiwa ofisini. Okay. Sasa kwa bahati mbaya sana nilikuwa na mashine ya pili nilikuwa natembea nayo, lakini imeniletea shida. Nilikuwa nikipima mashine moja naona tofauti. Nilipoipeleka nimegundua mashine ina shida. Kwa hiyo nimebakia na moja, lakini nitajitahidi ninunue mashine nyingine haraka sana. Okay, unadhani ufanye nini ili uweze kupima kila siku? Ili ile sababu nimesahau isiwepo. Nimeshafanya utaratibu, nadhani Mungu akisaidia kesho tutakuwa nimepata mashine nyingine ya kunisaidia. Naogopa sana kuwa natembea na kubeba mashine kutembea nayo, kwa sababu naweza nikaiacha nyumbani alafu nikashindwa. Kwa hiyo nataka muda wote mimi napenda kuwa na mashine mbili. Okay, good. Mwenyezi Mungu akufungulie hili. Okay, unatumia dawa au hutumii? Kwa sasa hivi tangu nilipogundulika na tatizo hilo nina miezi kama 5 au 6. Mimi nilipoambiwa nilipewa na furushi la dawa kabisa hapo katika hospitali. Walipopima kile kipimo cha miezi 3, mara ya kwanza, mara ya pili wakaniambia imesimama kati ya 11 mpaka 13, wakanipa na furushi la dawa, lakini moyoni nilisita. Kwa hiyo nilijiambia mimi nitatafuta utaratibu mwingine, si nitatumia dawa za hospitali. Kama utakumbuka kuna kipindi niliingia nikasita, nikatoka.
sikusikiliza chochote, nilisoma soma tu nikakata tamaa mapema, lakini baadaye tena nikaingia kwenye grupu nikawa nafuatilia, nikasema lazima nijiunge. Kwa hiyo leo na siku ya pili wapendwa, naamini kwamba nanufaika na yale ambayo nayasikia. Nimesikiliza klipu za jioni ulizozituma, nimefuatilia shuhuda mbalimbali. Ninapata imani kubwa kwamba uponyaji wangu uko katika grupu hili. Inshallah Mwenyezi Mungu alikamilisha hili. Inshallah. Kwa hiyo Okay. naendelea, bado sina mengi sana ya kuelezea, lakini naamini kuna siku nami nitakuwa naelezea mema zaidi. Good. Umesema umepewa furushi la dawa baada kupata kipimo kile cha HbA1c ilipotoka Ndio. 11. Lakini kwanza nikuulize kitu. Ili sukari yako ingekuwa sahihi, kile kipimo kilitakiwa kisome ngapi? Daktari aliniambia siku ile, anasema kama ningekuwa niko sahihi, basi kinatakiwa kisome chini ya 5. Okay, just so lazima chini ya 5. 5.5 kushuka chini. Maana yake ingesema Okay. 5.5 upo sahihi, 5.4 as well vile vile Aha. upo sahihi. Okay. Nakumbuka. Ulipewa furushi la dawa lakini ulilipokea lakini hukutumia. Kwa nini hukulitumia? Ndio. Nimekuwa nikipata shuhuda nyingi sana, na moja kati ya watu ambao walikuwa akilizungumzia sana hilo alikuwa ni mama yangu mzazi. Ndiyo. Mama alitumia dawa kwa muda mrefu sana na sukari, lakini hatukuona matokeo. Hatukuona matokeo mpaka tukampoteza. Inna lillahi. Kwa hiyo na mimi kama mtoto wake wa kiume ndiye nilikuwa sponsor mkubwa sana. Na wakati ule sikuwa na uelewa huu ambao ninao leo, pengine namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nilikuwa namuhimiza sana na nilikuwa nahakikisha hakosi dawa zake. Lakini kila siku kienda, yani huoni yanakuwepo mafanikio ya muda mfupi sana. Anaweza akashinda mchana vizuri, jioni yale yale. Ukibonyeza vidole unakuta nani, miguu unakuta kama papai liloiva sana, ukilibonyeza Ndiyo. linabonyea, alafu mguu unarudi taratibu. Okay. Kwa hiyo amekaa na shida hiyo kwa muda mrefu kidogo, na mimi ninashuhudia kwamba nilijitahidi sana kwa kadri Mungu alivyokuwa akiniwezesha kuhakikisha mzazi wangu hakosi dawa, lakini sikuwa najua kwamba hazimsaidii. Lakini baadaye katika kujitafakarisha, baada ya kuwa nimeshapata hasara, nikasema sasa hili limenifika mimi hapana, sitashika njia ile tena, nitatafuta njia mbadala. Kwa hiyo katika kutafuta njia mbadala nimehangaika pita huku, unaambiwa si unywe hiki, unaambiwa unywe vile, kuna makopo tunapewa huko unywe kirutubisho gani, kaenda kununua hapo na Kiete. Unapata nafuu ya muda kidogo, lakini bado. Sasa katika kuhangaika nimerudi tena kwenye grupu, nikasema sasa nimepata amani, nadhani hapa nataka nitulie. Hongera sana kakaangu Salum kwa kurudi tena. Juzi nilikusikiliza, kwa kweli nilitokwa na machozi, nilihisi kwamba nimechelewa sana, lakini ninaamini inshallah Mwenyezi Mungu atasaidia, nitafika. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu atazidi kukufungulia kwa hili na itakuwa sababu huu mmoja wetu Mwenyezi Mungu atakuponya wewe na wengine humu ndani. Amina inshallah. Na vile vile nikupe pole kwa kumpoteza mama, lakini hiyo ndo hatma yetu sote. Pole na uzidi kuwa na subra. Amin. Asante kakangu Salum kwa kutupa shuhuda waliotumia dawa hizi chini ya mikono yako na still hawakufanikiwa, na imekuwa sababu ya wewe kuzikataa moja kwa moja. Asante sana, naomba ufunge maiki yako ili tumkaribishe mwingine. So kutoka kwa Salum na information nzuri kwa nini yeye hatumii dawa, tunataka tumsikilize mwingine ambaye namkaribisha Emmanuel Nguli. Namkaribisha Emmanuel Nguli. Nikitoka kwa Emmanuel Nguli nitawaruhusu watu wawili waongee chochote. After that nitamkaribisha Dr. Othman aongee chochote na Dr. Abu aongee lolote kuhusu hili. Wao ndo wataalamu wetu, kwa maana tutasikiliza wao, watatuambia lolote kama ushauri ama tufanye nini kwa hili. Emmanuel, karibu. Emmanuel Nguli. Emmanuel Nguli, naomba fungue mic yako tafadhali.
Kufungua mic ni kwenye kioo chako cha simu, chini kuna mic, tafadhali. Gusa mic. Kuna kamera, kuna na mkono. Gusa. Asante. Karibu kakangu Emmanuel. Ukiongea tunakusikia. Mic ushafungua. Ukiongea tunakusikia. Oh, maybe network kwako sio nzuri. Manake mic ushafungua lakini still hatukusikii. Huenda network kwako kaka Emmanuel sio nzuri. Okay, kwa vile network kwake sio nzuri, basi tumkaribishe Batwell. Kakangu Emmanuel tumekusamehe kutokana na network upande wako. Batwell Mahenge. Naomba ufungue mic yako tafadhali. Batwell Mahenge. Okay, natoa nafasi kwa mtu mmoja yeyote anyoshe mkono kama anataka kushare na sisi kitu chochote. Anayetaka kushare na sisi anyoshe mkono au afungue mic yake. Yoyote yule. Okay, dada Bakash. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Dada Bakash kwanza funga kwa sababu Batwell tulimpa nafasi ashafungua mic. Acha tumsikilize alafu tutarudi kwako. Batwell karibu. Asante, habari ya jioni ndugu zangu. Nzuri, habari za kwako? Nzuri, mimi natoka Iringa. Nimesumbuliwa sana na kisukari toka niko Mbeya mwaka 2008. Mara ya kwanza nilipopima sukari ilikuwa 28. Okay. Lakini madaktari wakasema natakiwa nilazwe na nikalazwa, lakini baadaye kadri nilivyokuwa natumia zile dawa nilipata stroke kabisa upande mmoja wa mwili, upande wa kushoto. Subhanallah. Kwa hiyo nikatibiwa pale, lakini baadaye ikaonekana nitumie sindano za insulin. Okay. Zile nafikiri nisaidia, baadaye nikawa naendelea vizuri, nikatoka ndio nikaendelea kutumia dawa. Lakini nikawa natumia dawa bila kupata ushauri vizuri. Naenda tu dukani nanunua na kunywa. Nikiona ni mikono na kufa ganzi, vidole, naongeza spidi ya kunywa, lakini naona ikawa sio tiba nzuri. Lakini baadaye wakati nimehamia Iringa huku, wakawa wamekuja madaktari kutoka hospitali ya Ipamba. Okay. Na mimi niko Mtera huko. Kwa hiyo nikaendelea na kliniki ile, nikawa naenda vizuri. Baadaye nikawa nimepata simu kubwa. Nikawa napata taarifa za kwenu, lakini nikawa sifuatilii sana. Kwa hiyo nikawa nakunywa zile dawa na kliniki ile napata, sukari ikawa imeshuka, imeenda vizuri. Kama mwaka mzima sijawahi pata sukari iwe zaidi ya 6. Lakini bahati mbaya sukari ikawa inaenda vizuri, ikaja na pressure, nikaunganika pamoja. Naenda siku moja kupima hospitali nikakuta na pressure iko juu. 140 kwa 90. Pale kwa kweli nikawa nimechanganyikiwa sana kwamba yani hiki kinaenda vizuri, kingine ndio kinaniingia tena mwilini. Kwa kweli sikujisikia vizuri na sikuelewa kwa nini, nimewaza nini mpaka hiyo nani inapanda. Sukari inaenda vizuri. Pamoja na kupata maelekezo ya wale madaktari. Wakati nimeingia na kwenye grupu lako hili, ndio nimepata mama zaidi kwa kweli. Nikawa yani kila siku nasikiliza, ila nikawa sifungui kama leo nilipofungua hii, kwa sababu mimi leo ndio mara yangu ya kwanza kufungua hii nani kwa ndio. Kwa kweli naenda vizuri na vyakula nafuatilia sana ulaji wa vyakula. Mboga za majani mimi ndo nazitumia sana kuliko vyakula vingine. Nikikaa nianze kula mboga za majani, naweka kwa wingi na maparachichi. Ndio vyakula ambavyo mimi navitumia sana. Wakati mwingine jioni mimi hata chakula sili. Ili angalau maana wanasema kila jioni nani wangi inakuwa nyingi na kwa yani hufanyi kazi ngumu, haitumii umelala. Kwa hiyo wangi inazaliana sana. Kwa muda mwingi mimi jioni nitakuta sijala chakula, naweza nikanywa tu maji kiasi basi. Kwa kweli naendelea vizuri na grupu lako hii mimi nimelipenda sana kwa sababu unaweza kawa huna habari nyingine, mtu mwingine anakueleza, unakuta kumbe hiki mimi nilikuwa sikifanya, takiwa nikifanye. Kwa kweli mimi naomba nisiwe na mengi.
Nashukuru sana, nafikiri tutakuwa pamoja kwa muda wote. Asante sana. Good. Leo umemeza dawa gani leo? Leo kuna vidonge fulani huwa na meza vya pressure, kidonge kimoja, ila sasa kwa sababu nimekaa hapa yuko mbali kidogo. Pressure nakunywa kimoja asubuhi, kimoja jioni, na kisukari nakunywa viwili asubuhi, viwili jioni. Nafikiri kesho nikivichukua nitakuandikia kwamba nawe kunywa dawa ni aina hii na hii. Ya, niandikie dawa zako. Nitaziandika, nafikiri mimi niko kitandani, sasa zenyewe nimeweka mezani kule, nafikiri nazichukua. Ni kesho tena. Usijisumbue, kesho tena. Inshallah. Usisahau tu. Sitasahau, siwezi kusahau. Leo ni siku yako ya mwanzo na leo umekuta mada hii. Unadhani mada ya leo au live ya leo umejifunza nini? Leo kwa kweli nimejifunza kwamba watu haitakiwi uone grupu kaidharau. Kwa mimi kwamba grupu ni muhimu sana. Unasikiliza, unaweza kufikiri wewe unajua mengi, kumbe wewe hujui kitu. Wengi ndio wanajua mengi na wengi wamepata shida nyingi na wamezifanyia kazi. Kwa mfano huyo kaka aliyesema amemuguza mama yake kwa muda mrefu akitumia sana dawa, kumbe alikuwa anachelewa, itakiwa angetumia kingine labda mama asingempoteza. Na mimi nampa pole sana. Okay, good. Asante kakangu, Baxwell kwa muda wako huu na hongera kwa kuweza kushiriki live yetu ya leo. Asante, na kila ukihudhuria hizi live utaendelea kujifunza zaidi na zaidi na utaendelea kupata amani ya moyo. Amina, nashukuru. Okay, asante. Naomba fungue mic yako nimkaribishe Bakash, alafu nimkaribishe Dr. Abu, alafu Dr. Uthman kwa lengo la kutufungia kwa leo. Bakash, karibu. Haya, asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mie Dr. Masudi nataka tu nikazie hapo kwenye stress. Kiukweli mimi kilikuwa kinanisumbua ni hiyo stress. Mimi sio kama na cheat wala nini. Nilikuwa najitahidi na hata kula yangu ni mara moja, lakini sukari yangu nilikuwa nikipima napata 5.8, 5 point ngapi, 6, na juzi hapa ilienda mpaka 7 nikaogopa. Lakini kwa kuwa sasa hivi namshirikisha, nashukuru Dr. Uthmani, Dr. Abu ananishauri nini. Jana nikajipa mwenyewe off. Nikasema hizi siku 2 sendi kazini na nataka nitoke. Nimetoka jana, nimeenda kutembea mwenyewe, nimepanda ngazi nini, nimepata kufurahi. Yani kutoka jioni mpaka saa 9 usiku nilikuwa niko furaha. Kwa hiyo nikalala na furaha. Nikaamka asubuhi wakati nimechelewa saa 6 kwa sababu nilichelewa kulala. Kwa hiyo nimeamka saa 6 mchana, nimepima, wallahi lazim sukari yangu imekuta 5.1. Okay, mashallah. Kwa hiyo nikafurahi sana, nikapata hope. Lakini kiukweli hizi stress, nimerudi hapa hii jioni hii tayari dadangu, kaka zangu washanishtumu, tushagombana, tushaparurana, washanipandisha tena. Yaani hapa nasema namuomba Mungu tena hiyo kesho asubuhi nilale kwa furaha, nilale na amani, nisiyakumbuke. Lakini haya maneno watu wanaambia na tulogombana ni mazito ya kifamilia. Kwa hiyo ndugu zangu, tujitahidini kweli. Chakula sio tu ndo kwa kinashusha sukari, ni stress zinapandisha sukari kuliko hata chakula. Nafikiria hicho. Kwani niwaombe tu wana grupu wenzangu tujitahidini kwa hilo, nikiwemo mimi mwenyewe. Okay, Allah atatufanyia wepesi inshallah. Dadangu Bakash, kuna swali nataka nikuulize, japo kwa liko public lakini worry out. Lijibu ile mradi tupate solution. Katika familia mambo yanayofanya tugombane sio katika familia. Qur'ani inatuambia innama amwalukum wa auladukum fitna. Hakika ya mali zenu na watoto wenu ni fitna. Vitu hivi viwili hivi. Familia zote ukiziona zinagombana, basi mara chache sana kutokea cha tatu. Mara nyingi fitna inakuja katika mali na watoto. Wewe unadhani katika hivi vitu viwili kipo ambacho kimesababisha fitna, yani kugombana katika familia? Mali. Wewe unadhani solution ni nini? Ni kuendelea kugombana au kuanza kupotezea tu? Yani sasa kwangu inakuwa ngumu kutoa jibu moja kwa moja, kwa sababu nikipotezea huyo nempotezea na muumiza ambaye ni mgonjwa. Okay, ambao ni mgonjwa ni nani yako?
ni kaka yangu baba moja mama moja, akitoka yeye naingia mimi. Sasa yeye ndo ananipa maneno makali. Unajua mimi namvumilia siku zote Dr. Masudi, nacheka nikimjua huyu ni mgonjwa. Sasa vile ninavyocheka yeye ndo inamkera. Sasa nazidi kunipa wakati mgumu. Sasa na leo wakati mimi ndo yeye kaongea, kwa hiyo haya maneno aliongea akataka kuthibitisha, kwa sababu alichoongea ni miaka 15, miaka 10 iliyopita nyuma. Nikampigia simu dada yangu ili aongee naye cool down, tuendelee na maisha. Sasa na yule dada yangu ndo akanichomeka msumari zaidi na yeye kwa kunishtumu mie. Kwa hiyo kitu ambacho nilikasirika. Ndio hicho nilichokuambia, naomba Mungu mimi mimi nimeachia hicho, hata sitaki hata kuwauliza wala ni, lakini kumbe wenzangu maisha yangu ndo yanawauma. Kumbe ni vitu vile tofauti. Mimi hata siwaulizi, siwapoe na kila kitu. Haya, good. Huyu nimemchukua kaka yangu kwa kukaa naye, najua mimi niko naye namsaidia na kila kitu. Kumbe yeye ndo ananiumiza zaidi. Haya, good. Kuna kitu lazima unatakiwa ujue. Naam. Na jambo lolote ukipewa mfano kitu chochote, mfano ukipewa watoto, ukipewa neema, katika hivi vitu viwili vilivyotajwa ni fitna, watoto na mali. Ukibarikiwa katika vitu hivi, basi elewa vovote takavyokuwa, hasadi lazima itakuwepo. Hususan mfano umebarikiwa vitu vote vile, maana umepewa watoto halafu umepewa na mali ya kuwaendesha wale watoto, maana yake hasadi lazima itakuwepo. Na jambo baya zaidi hasadi ama fitna ikiwa katika familia. Sasa limetokea lolote katika familia, mfano mtu kakukera, upati wewe kutaka kulitafuta solution pale pale. Mfano mimi ndo kaka yako, nimekutolea maneno makali leo muda huu, halafu wewe eti leo unampigia mtu fulani, mfano mdogo wetu, ili anicall mimi down. No, limetokea hilo, wewe potezea. Sasa so leo ni muda mrefu anafanya, kwa hiyo mimi wanampotezea, nacheka, si ndio nilikuwa nakwambia nacheka, basi maisha yanaendelea. Mimi nacheka, maisha yanaendelea. Sasa kumbe yeye sasa leo ndo alikuwa ananifanya, kwa sababu anani stress nafanya kazi. Kwa hiyo hataki mimi nifanye kazi, anataka nimsikilize yeye. Kwa mimi kila nikimwambia hebu subiri baadaye tutaongea, yeye bado anakazania. Hebu subiri mimi tutaongea, bado anakazania. Kwa hiyo yeye anachotaka mimi niondoke hapa, mimi niishie tu kujifungia ndani. Sasa nahisi nikijifungia ndani mimi nitakuja kupata stress zaidi ya yeye anaumwa. Kwa mimi nikae tu siku nzima ndani. Sasa nikaona subiri nimshirikishe mwenzangu, anaweza akaongea naye ili akaeja chini tukaendelea kuishi sawa. Yule sasa ndo kaja kunichomeka msumari mkubwa zaidi, ambaye mimi nimejua ni msaada wetu, tumsaidie huyu. Yeye ndo firstborn. Kwa hiyo ndo maana nikakwambia mimi ninachovurugwa Dr. Masudi, mnielewe kwenye grupu, sio chakula. Mimi kinachonivuruga ni hizo stress tu. Basi. Naweza nikakupigia simu. Na jana nilijitahidi mwenyewe, Naweza nikakupigia simu ili tuweze kufupisha baada ya calling at least dakika 5 tu. Nitakupa dakika 5 tuongee to the end, tutapumzika inshallah. Hamna shida inshallah. Kutokana na hili, na dada yetu Bakash amesisitiza kuwa stress ndo chanzo cha sukari kupanda, ama ni moja ya sababu kubwa inayosababisha sukari kupanda. Asante kwa watu wote leo waliotoa mawazo yao na idea zao na kutoa reason kwa nini wanatumia dawa na kutoa reason kwa nini wameacha kutumia dawa. Then after that nadhani nimkaribishe kaka yetu Dr. Abu. Dr. Abu, karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Jamani, sukari, pressure na mambo mengine yote magonjwa yasiambukiza. Kitu cha msingi cha kwanza ujionee huruma wewe mwenyewe. Hakuna jirani, ndugu au mtu mwingine atakaye kuonea huruma. Huruma itangulize kwako mwenyewe, jionee huruma. Lolote unalotaka kulifanya, jifikirie kwanza nafsi yako. Waswahili tuna msemo, kilio na mwenyewe. Usitegemee mtu wa nje akaja akakulilia hapo umefiwa na mwanao. Labda wale vile vilio vya kukodi watu waje kulia kwa machozi, si kilio cha aina gani. Sukari inapona, sio magic wala sio
yani sio nini mazingaombwe, sio mazingaombwe. Sukari inapona, na ushuhuda wa watu wameshashuhudia humu na wengine mmeshawasikia sehemu mbalimbali. Na kupona kwa sukari, formula ni hii ya Revival, Dr. Masudi, na msaada mkubwa anajitoa kwa kila hali na mali. Sukari ukifanyia mchezo itakudhalilisha. Asilimia, yani katika zile percentage, 85% ni vyakula, 10% mazoezi, 5% tu ndio msaada wa hizo dawa za hospitali. Nasema hivi sio kama nasema hivi nikiwa ndani ya fani, nasema hivi nimetoa dawa zaidi ya miaka 20-25, natoa dawa za sukari, naona, lakini nimerealize, yani nimelishuhudia hilo kwamba hazina msaada wote. Sasa unaweza kuangalia percentage katika hizo. Cha msingi ni kuzingatia chakula, unapona. Na ni kipindi kifupi sana. Kipindi kifupi, kwa sababu kwa ugonjwa mtu hata ukiambiwa miaka 3 bado ni kipindi kifupi. Ukichukulia mtu ulikotoka mpaka huko. Ni hayo tu kukumbushana, na hayo mambo mengine stress kama anavyosema dada Barkash, kujitahidi kuyapuuza. Wakati fulani unapopata kitu kama hicho, unaangalia kama unaweza, unaona kama alivyosema dada mmoja hapo kwamba ameona bora afanye hivyo, kwa sababu huwezi kufanya kitu tena usichokiweza. Mathalan unataka kwenda Europe, una passport, una pesa, unafanyaje? Unatoa tu kichwani. Huwezi ukasema unaenda Europe au unaenda Amerika huna cha kwenda nacho alafu ukaendelea kukishikilia kichwani. Unakiondoa, unaangalia kitu cha karibu, basi mambo yanaenda. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Asante Dr. Abu kwa ushauri ambao umekazia exactly. So tumkaribisha Dr. Othman na yeye atuambie jambo lake, alafu tufunge live yetu leo. Habari za leo? Nzuri Dr. Othman, habari za kwako? Njema kabisa. Karibu. Mimi nashukuru sana, mengi yameshaongelewa. La kwanza nataka kuwapongeza wale wote ambao wameamua kwa dhati kwamba sasa wanataka kupona sukari na wakaamua kuacha dawa. Na washauri tu kwamba tunapoendelea na hii program wakawa pamoja na sisi, basi hakuna tatizo. Sukari watapona, kwa sababu sukari inapona kama alivyosema Dr. Abu. Lakini kikubwa tuzidi kuchukua tahadhari kwenye vyakula vyetu tunavyokula, kama tunavyoelimishana, tufanye mazoezi na tuondokane na stress. Stress sio kitu kizuri sana kwenye sukari, inapandisha kama wengine walivyoongea. Kwa vile muda umeisha, lakini kuna ndugu zetu wengine nitapenda wapate nafasi tuje kuongea nao. Wameongea, kuna Zalika, kuna Priska, Fadhila, Grace, kuna mtu anaitwa jina lake linaanza na F hapo aliongea naye, na kuna huyu Batueli. Wote hao mbele kutakapokuwa na nafasi basi wapewe muda ili kila mmoja tupate kuongea naye, atoe zaidi ushuhuda wake kwa kumpa muda mrefu ili tuweze kumsaidia na tumwambie alikuwa anakosea wapi, ili sasa kuanzia hapo alipokosea aanze kushikamana, twende sawa. Kubwa ni hilo tu. Naomba wote, kwa sababu tumeamua kwa dhati, basi tushikamane, ila kuanzia sasa tujue kwamba tutapona na tufuate maelekezo tunayopeana. Baada hapo mimi sina zaidi, manake muda umeisha. Niwatakie usiku mwema na niwatakie siku njema. Asanteni sana. Asante Dr. Othman, mimi nadhani sina la kuongeza langu. Kurthumu ulikuwa umenyosha mkono. Kama huna la okay, 1 minute. Kwa vile umenyosha mkono 1 minute. Assalamu alaikum dokta. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mimi watu wa sukari wengine kuna hawakondi
mbona wenyewe au sukari huwa zinatofautiana? Kurthum, sauti yako haipo vizuri na tuko nje ya muda, so kesho nitaanza kukupa nafasi wewe moja kwa moja uweze kuongea. Okay, tukiachana na hilo, kama alivyosema Dr. Uthman kuwa for example nadhani alikuwa Zalika Suleiman, kesho tutampa nafasi yeye kwa sababu ana mindset ambayo iko against na hii system. Kwa maana kesho tunaweza tukampa nafasi akaongea lolote. So Kurthum, kama utakuwa na neno la ziada nipigie simu moja kwa moja kwa sababu tuko nje ya muda. Na Okay. jambo jingine ni kutakieni kila la kheri na mapambano yenye nia safi ya kuweza kutibu sukari na kupona sukari moja kwa moja. Kwa leo mimi nikutakieni usiku mwema. Inshallah Mwenyezi Mungu akipenda kesho. Tusisahau kitu kimoja ambacho ni muhimu. Kupiga screenshot. Tuliokuwa wengi tupige screenshot. Ukipiga screenshot ukituma ndani ya group unamshawishi na mwenzako aje kesho ili na yeye pengine na mambo mengine ambayo tukimwacha anateketea. Kwa maana tujitahidi kwa hili. Na jambo jingine, wale ambao wanastahili kutuma ripoti, please usiache kutuma ripoti yako. Itakusaidia. Hii kwa faida yako wewe. Thank you. Mekutakieni usiku mwema.